Mimi naitwa Beni Isa, ni katibu mtendaji Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Niko hapa Mwanza kwenye mkutano mkubwa wa vijana. Mifuko kama 14 inatoa mikopo kwa kupitia mabenki. Ina maana kwa mfano wewe kama unalima, wewe kijana labda unalima, unataka matrekta, unataka inputs kwenye kilimo, unaweza kwenda benki ya kilimo au unaweza kwenda benki yoyote wakakupa mkopo kwa dhamana ya serikali. Hautatoa hati ya nyumba wala nini, kwa dhamana ya serikali. Kwa hiyo hii mifuko iko 14 na ina guarantee mikopo mbalimbali kwenye benki zaidi ya 18. Lakini kuna mifuko ambayo inatoa mikopo moja kwa moja. Nimetaja baadhi kama mfuko wa vijana, kuna mfuko wa wanawake, kuna mfuko wa self microfinance, kuna mifuko iko SIDO. Hii mifuko yote inatoa mikopo moja kwa moja kwa mjasiriamali. Lakini mara nyingi wanakuwa na masharti na wao ili kusudi wahakikishe kwamba mkopo wao utaweza kurudi. Lakini kuna mpango wa halmashauri wa 10%. Mpango wa halmashauri wa 10%, vijana bado yaani ile maana ile mpango tunasema 4% wanawake, 4% vijana, 2% watu wenye ulemavu. Ile 4%, ukiangalia pesa ambazo zinatolewa na halmashauri kwa mwaka, halmashauri zote Tanzania zinafika zaidi ya bilioni 80 mpaka 100 bilioni. Sasa ukichukua 4% ya zile fedha kwa vijana walitakiwa wachukue bilioni 40. Karibu bilioni 40, bilioni 30. Lakini vijana hawachukui. Hatufiki mara nyingine hata bilioni 20. Fedha hizi zinachukuliwa sana na wanawake. Na zinachukuliwa na wanawake kwa sababu wanawake wanachukua na wanarudisha. Kwa hiyo ukishajenga jina zuri kwa mtu ambaye anakukopesha, atapenda kukopesha kila mwaka kwa sababu anapenda pesa yake irudi. Ili upate mkopo wa halmashauri, unatakiwa uanzishe kikundi cha watu 5 labda kwenda kuendelea. Lakini vile vile ukisajili kile kikundi kwenye halmashauri, na ukisajili maombi ya mkopo lazima uingie kwenye mtandao. Hakuna sasa hivi kwamba utapelekea mtu application kwa karatasi, ni kwenye mtandao. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi hawajachukua mikopo. Hii ilisimamishwa kwa takriban miaka 2, imerudi, lakini watu hawachukui kwa sababu hii tatizo la mtandao bado watu hawalielewi. Ni lazima uingie kwenye mtandao, maombi yanaenda kwenye mtandao. Yanapunguza mambo ya rushwa, yanapunguza matatizo mengi na inakwenda haraka, unapata mkopo wako. Kwa hiyo ni kitu kimoja. Kitu cha pili ni tumebadilisha sheria kwenye serikali kusema kwamba manunuzi ya umma, manunuzi ambayo yanafanywa na serikali yaende kwa wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Majina naitwa Albert Phineas Jirenga, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Victory Auditors and Business Consultants, ambayo ni kampuni inayoshughulika na shughuli za ukaguzi wa mahesabu kwa sekta binafsi na sekta za umma na wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Lakini pia ni kampuni inashughulika na utoaji wa ushauri na katika mambo ya kodi kwa wafanyabiashara ambao ni wa sekta binafsi na sekta za umma kwa ujumla, na wafanyabiashara wa aina zote wadogo na wakubwa. Lakini pia tunahusika na utoaji wa biashara au mtaalamu mwelekezi katika uendeshaji wa biashara katika mfuko kuanzia level ya chini mpaka level. Tunafanya pia shughuli za ukaguzi wa mahesabu kama auditors, na vile tunafanya shughuli za uendeshaji wa biashara kama business kwamba ni kama kupitia kongamano hili tunakwenda kutambulisha rasmi kwamba tunakwenda kufungua center ambayo itakuwa kama incubation ya kuweza kuwasaidia vijana ambao wanatoka chuo kwa ajili ya kuweza kuendelea mbele. Wanataka kuajiliwa, tuonyeshe namna gani ya kuajiliwa, kwa sababu BDS ina human resource, uwezeshaji wa wananchi rasilimali watu. Kwa hiyo tuna wabobezi katika hayo maeneo ambao watakuwa wanafanya training na kutatua changamoto ambazo zinaambatana na mambo ya ujasiriamali ya kuajiliwa, ili kwamba wanapoajiliwa, wanapotatua hizo changamoto
waweze kunufaika na hizo fursa. Lakini pia tutaishia hapo, naamini kupitia hapa pia tutakuwa tuna portfolio au tuseme list ya waajiri wanaotaka kuajiri wafanyakazi kupitia mfumo wetu. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamekidhi mahitaji na wamekidhi zile training ambazo zinatakiwa, wameshakuwa vizuri, tutaunganisha na waajiri wanaotaka kuajiri. Hilo la kwanza. Lakini pia kuna watu vijana ambao wako wanafanya kazi wamejiajiri wenyewe, lakini katika level ya chini. Sasa huyo unakuta kijana ndo anafanya mambo ya production, huyo ndo anafanya marketing, huyo ndo anafanya mambo ya masoko, huyo anafanya mambo ya manunuzi. Sasa kupitia programu hii tutakwenda kurasimisha kwanza biashara zao, lakini pia tutakwenda kuunganisha na watu ambao mawazo kama yale, lakini pia watu ambao wanaweza kushirikiana na kuweza kufanya kitu kwa pamoja, wakafungua kitu kama kampuni ambao sisi tutakuwa tunawasimamia, au wakafungua business name, jina la biashara. Sisi tutawasaidia kuhakikisha kwamba sheria za kiserikali zinafuatwa na mwisho wa siku wananufaika wao, lakini pia na serikali inanufaika na jamii ambayo inawazunguka inanufaika katika ile biashara ambayo itakuwa imeanzishwa. Tunayo changamoto kubwa sana ya vijana wa Tanzania na kanda ya Ziwa zaidi, hasa katika kuchukua hatua za kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali, lakini pia hata fursa zinazotolewa na sekta binafsi. Kwa mfano, serikali ina fursa za mitaji, upatikanaji wa mitaji kama mikopo ya 10%, ile 442, lakini bado tunaona inapotolewa vijana wengi hawachangamkii. Lakini pia vile vile tunayo baraza lenyewe lina fursa nyingi za upatikanaji wa mitaji, lakini pia vile vile taarifa zimekuwa hazifiki. Sasa tunaona tuilete serikali kupitia katibu mtendaji, ili basi vijana wa kanda ya Ziwa waweze kupata taarifa ambazo ni taarifa sahihi. Kwa kongamano letu limelenga katika kumfikishia kijana taarifa